ambayo inatuzuia kuendelea kumtazama Yesu na kupiga vita vya imani kikamilifu. Mwandishi hasemi kwamba weka kando dhambi peke yake, hapana. Anasema weka kando kwanza kila mzigo mzito, weka kila mzigo mzito, halafu na ile dhambi ituzingayo kwa upesi. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya mzigo na dhambi. Mzigo na dhambi sio kitu kimoja. Neno la Kiyunani mzigo ni neno ambalo linatamkika egkos, ambalo lina maana ifuatayo. Moja, linamaanisha uzito. Mbili, linamaanisha kitu kinachoweza kuzuia mwendo. Tatu, linamaanisha kitu kisicho lazima kwa ajili ya mashindano. Kwa hiyo inaweza kuwa sio dhambi, lakini ni kitu ambacho ni kizito, kitu ambacho kinaweza kuzuia mwendo, kitu ambacho sio cha lazima sana kwenye mashindano. Lakini dhambi kwa muktadha huu ina lugha ya Kiyunani wanasema hamatia, ni kile kinachompinga Mungu na kinachomzuia mwanadamu kuishi kwa uaminifu wake. Kwa hiyo mwandishi anasema ondoa mzigo, ondoa dhambi. Na hii ina maana kwamba kuna vitu ambavyo sio lazima viwe dhambi, lakini vinaweza kuwa mzigo, vikakukwamisha katika safari yako ya imani. Vinaweza kuwa mzigo, vinaweza kuonekana ni vizuri, ndio, vinaweza kuonekana havina shida, ndio, lakini vinaweza kuwa mzigo. Na ninamwomba Mungu katika safari yangu ya imani anisaidie kuweza kuvitambua, na kwa neema yake niweze kuvitua kwa sababu ya wokovu wangu. Wapendwa, sio kila kinachoruhusiwa kinafaa kubebwa. Paulo anasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya 23, vitu vyote ni halali, lakini si vitu vyote vifaavyo basi. Kwa hiyo hii kanuni ni kanuni kubwa sana katika maisha ya Mkristo. Kwa nini? Kuna vitu ambavyo huwezi kusema moja kwa moja kwamba ni dhambi, lakini unaweza kusema kinaweza kikakupunguzia nguvu za kiroho. Kuna vitu katika maisha yetu wapendwa vinachukua muda wetu. Kuna vitu katika maisha yetu wapendwa vinachukua akili zetu. Kuna vitu katika maisha yetu wapendwa vinachukua mali na fedha zetu. Kuna vitu vinachukua nguvu zetu. Kuna vitu vinachukua attention yetu. Na mwisho wa siku vitu hivyo visipodhibitiwa vinaweza kukufanya ukakosa muda wa kuomba. Vinaweza vikakufanya ukakosa muda wa kusoma neno la Mungu. Vinaweza kukufanya ukakosa muda wa kumtafuta Mungu. Vinaweza kukufanya wewe mpendo wangu unayeabudu nasi ukaondoa macho yako tena kwa Yesu. Mizigo mzigo unaweza kuwa jambo zuri, ni kweli, lakini ni jambo zuri ambalo liko mahali pabaya. Sio kila mzigo ni kitu kibaya kwa asili, hapana. Lakini kinaweza kuwa kitu kizuri ambacho hakipo mahali pazuri. Na nataka nikwambie, wakati mwingine kitu kizuri kinaweza kuwa mzigo. Kizuri, kazi nzuri, lakini kazi ukiifanya kuwa kila kitu inakuwa mzigo. Familia nzuri, lakini familia ikiwa juu kuliko Mungu inakuwa ni mzigo. Fedha ni muhimu na tunawatia moyo wapendwa kutafuta fedha, lakini fedha unapozifanya kuwa bwana zinakuwa ni mzigo. Simu ambalo ndilo janga kubwa katika nyakati hizi.
Nyie ni mashahidi, ukitoa nyie mlioko mahali hapa na wale wanaoabudu na sisi kwa mtandao, kuna watu wengi sana ambao wanahangaika simu kwa masaa 24, inawezekana nusu yake wanatumia kwenye simu. Mzigo tunaruhusu vinatawala akili zetu. Sikiliza, huduma inaweza kuwa ni nzuri, lakini huduma ikikufanya ukose muda wa kukaa karibu na Kristo, bado ni mzigo. Nisikilizeni, kama haitoshi, hata baraka unazoziomba, baraka unazozililia, ikiwa zitachukua nafasi ya yule anayekubariki, bado na zenyewe ni mzigo. Ni mzigo. Lakini sikiliza, mzigo mkubwa zaidi ni kile kitu kinachochukua macho yako kutoka kwa Yesu Kristo. Mzigo. Na ndio maana sasa utagundua, tutakapoendelea kuangalia, utagundua tutakapofika aya ya 2, anasema weka kando kila mzigo katika aya ya kwanza. Ya pili akisema tukimtazama Yesu. Kuna uhusiano mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu mizigo inapoongezeka, mzigo unapokuwa mkubwa, uwezo wa kumtazama Kristo unapungua. Alikuwa ni msomaji mzuri wa neno, kwa sababu ya mizigo, uwezo wa kumtazama Kristo tena unapungua. Alikuwa ni mtu mwema tu kanisani, alikuwa ni mhubiri, alikuwa ni mfundishaji, lakini kwa sababu ya mizigo, uwezo wa kumtazama Kristo unapungua, na kuna hatari ya uwezo huo kuisha kabisa. Kuisha. Bwana atusaidie kuweza kuitambua mizigo katika maisha yetu ambayo inafanya tusimtazame Yesu Kristo na ambayo ni hatari kwa ajili ya wokovu wetu. Mtu anapobeba mizigo mikubwa mabegani, mwili wake obvious unainama kwa sababu ya uzito wa ile mizigo. Hawezi tena kusimama straight akimtazama Yesu Kristo. Macho yake hayawezi tena kuangalia mbali, anaangalia chini kwa sababu ya mzigo. Ndivyo ilivyo kiroho. Petro katika kitabu cha Mathayo sura ya 14 aya ya 28 hadi 31, Petro alimuona Yesu akitembea juu ya maji, na Petro akamwomba Yesu na yeye pia atembee juu ya maji, wakati bahari ikiwa haina utulivu. Na Yesu akamjibu Petro, na hii ni habari njema kwamba Mungu tunayemwabudu ni Mungu ambaye tunapomuomba anajibu maombi yetu. Petro anamwambia Yesu, ninaomba na mimi niruhusu nitembee juu ya maji kama wewe. Yesu anamwambia njoo. Sasa Petro anatoka kwenye mashua, Petro anatembea juu ya maji. Mtu ambaye kwa kawaida, mpendwa, angezama, kwa kawaida angezama, sasa anatembea juu ya kitu ambacho kingemzamisha. Anatembea. Kwa nini? Anatembea juu ya maji kwa sababu macho yake yalikuwa kwa Yesu. Macho yake yalikuwa yamemtazama Yesu. Focus yake ilikuwa kwa Yesu. Petro. Lakini Biblia inasema alipoona upepo akaanza kuzama. Upepo haukuanza wakati huo. Mawimbi hayakuanza wakati huo. Lakini macho ya Petro yalihama kutoka kwa Yesu kwenda kwenye mazingira. Maana upepo ulikuwepo hata wakati anaomba.
hali haikuwa nzuri, na anaanza kutembea, upepo bado ni mkali. Lakini shida ya Petro, alihamisha macho kumtazama Kristo, na akaanza kutazama mazingira, akaanza kutazama dhoruba, akaanza kutazama, hofu ikamjaa, na hofu ni mzigo. Akashindwa kuendelea kumtazama Yesu Kristo, mzigo ukamwelemea, na akainama, akatazama chini, akatazama mazingira. Na huu ni uzoefu ambao wengi tunapitia. Aidha umeomba, Mungu amejibu maombi yako, badala uendelee kumtazama Yesu, mara nyingi tunajaribiwa kutazama baraka za Mungu. Hapa tunapoteza focus, hatutazami tena kwa Yesu anayetoa baraka. Nikukumbusha na kukutia moyo pamoja nami mpendwa, hata Mungu anapokubariki, usibadilishe focus yako, usiyaondoe macho yako kwa Yesu ukazitazama baraka. Endelea kukaza macho kumtazama Mungu anayebariki. Kaza macho, endelea kumtazama Yesu. Kitu kinachokutisha kinaweza kuwa mzigo ukikiruhusu tu kuchukua nafasi ya Yesu katika macho yako. Shetani anajua, ngoja nikwambie, shetani anajua vizuri ya kwamba hawezi kumshinda Kristo. Anajua hawezi kumshinda Kristo. Petro angeendelea kukaza macho kumtazama Yesu, alikuwa anaendelea. Lakini shetani anajua kwamba hawezi kumshinda Kristo. Ameshajaribu mara kadhaa na akashindwa. Sasa anachokifanya, anajaribu kumfanya Mkristo aangalie mzigo wake kuliko kumwangalia Mwokozi wake. Anakufanya unaangalia dhoruba kuliko kumtazama mtu wa dhoruba. Anakufanya uangalie ugonjwa kuliko kumtazama anayeponya ugonjwa. Nakutia moyo asubuhi ya leo, macho yako endelea kukaza kumtazama Mwokozi. Shetani anataka akili yako ijazwe na hofu. Shetani anataka akili yako ijazwe na hatia. Shetani anataka akili yako ijazwe na majuto na wasiwasi na tamaa na hasira na chuki na kukataliwa na fedha na mahusiano na mafanikio na kushindwa na watu wanavyokufikiria. Na pole kadiri akili yako inavyozidi kupokea, Yesu anakuwa mdogo sana machoni pako, kwa sababu mzigo unakuwa mkubwa moyoni mwako. Shetani hawezi kukufungua mzigo aliyokufunga. Shetani hawezi kukufungua minyororo aliyokufunga. Hawezi. Shetani anaweza kukufunga lakini hawezi kukufungua, ila Yesu Kristo anaweza kuifungua minyororo ambayo hata kama aliyeifunga ni shetani. Shetani anachokifanya katika maisha yako ni nini? Anapokufunga, badala ya kukufungua, anakutafutia mbadala ambao utakutoa kwenye sehemu moja nzuri na kukupeleka sehemu moja mbaya zaidi. Shetani hana mamlaka ya mwisho ya kumweka mtu huru. Hana. Anaweza kukutoa kwenye kitu kibaya akakupatia alternative ya kitu kibaya zaidi. Lakini Biblia inasema basi mwana, katika Yohana sura ya 8:36, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Shetani anaweza kukufunga katika mfungo wa dhambi, lakini Kristo ndiye mkombozi anayeweza kukufungua. Mara nyingi shetani anakupatia alternative. Unaweza ukaona ni kama kitu kinachoweza kukupatia suluhisho, ni kama kitu ambacho kinaweza kukupatia ahueni, lakini kumbe ni kitu ambacho kinakupeleka kwenye utumwa. Shetani
anaweza kukupatia hofu ambayo baadaye atakupendekezea uingie hata kwenye ushirikina. Anakupatia alternative. Unakuwa ni mtu kuwaza, sijui kitakachoendelea. Badala ya kumtafuta Mungu, anatafuta kuondoa hofu, na ili aondoe hofu, shetani anaweza kukupatia alternative ya kwenda kwenye ushirikina, ya kwenda kwenye waganga, ya kwenda kwenye ramli, ya kwenda kwenye nguvu za giza, ya kwenda kukanyaga maji, ya kwenda kupaka mafuta, ya kwenda, na anahakikisha kabisa unaenda mbali zaidi. Nikukumbushe, shetani hawezi kukupatia ahadi yoyote ambayo anaweza kuitimiza kwako. Mwana mpotevu alimpanga hivyo, akaenda, akafika, njaa ikapiga, shetani akampa alternative, nenda kafanye kazi ya ajabu. Mtoto aliyetoka kwenye familia ya kifahari anaingia kwenye kazi ya ajabu ya kulisha nguruwe, alternative. Lakini matokeo yake si mnajua? Hawezi kuondoa mzigo, ila anachokifanya anakuahidi kama anaenda kuondoa mzigo, lakini kumbe anakudumbukiza kwenye utumwa. Anaweza kukuondoa kwenye upweke, akakushawishi kuingia kwenye madawa ya kulevya, anakudumbukiza kwenye utumwa wa uraibu. Shetani anaweza kukutoa kwenye upweke, akakutia moyo kuingia kwenye addictions za pornografia, za pombe, za matumizi ya dawa ya kulevya, kwenye betting, kwenye social media addiction, na anahakikisha unaondoka kwenye hali hiyo kwenda kwenye utumwa au uraibu. Hawezi kabisa kukuahidi kitu ambacho anaweza kukuondoa kwacho. Anaweza kukufunga, hawezi kukufungua. Zaidi sana atakudumbukiza kwenye utumwa, alafu atakuacha. Ndio maana wapendwa, Yesu anasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya 28, njooni kwangu. Hawezi kuwafungua, njooni kwangu. Hawezi kuwapumzisha, njooni kwangu. Na anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hasemi kwamba njooni kwangu baada ya kuwa mmetatua mizigo. Nisikilize mpendwa, anasema njooni kwangu na mizigo yenu. Kwa nini? Kwa sababu mwenye uwezo wa kuiondoa mizigo sio ninyi. Mwenye uwezo wa kuiondoa mizigo sio mtu mwingine. Mwenye uwezo wa kuiondoa mizigo ni mimi mwenyewe. Na anasema njooni na mizigo yenu, njooni na hofu zenu, njooni na kushindwa kwenu, njooni na hatia zenu, njooni na maumivu zenu, njooni na historia yenu. Mungu anatamani tumletee mizigo badala ya kuibeba sisi wenyewe. Tumletee mizigo tena kwa ujasiri. Tusikubali kujaribiwa kubeba wenyewe. Nasikiliza, kumtumaini Mungu, kumtegemea Mungu huleta amani ambayo hofu na wasiwasi haviwezi kuileta. Kumtumaini Mungu. Sikiliza napomalizia, Ellen White anasema kwenye kitabu cha The Ministry of Healing, ukurasa 480, anasema those who take Christ at his word and surrender their souls to his keeping, their lives to his ordering, will find peace. Katika safari yako ya imani, sijui unapitia nini rafiki yangu. Sijui ni nini mzigo wako ambao unakufanya usikimbie ama usitembee ama usikaze macho kumtazama Kristo.
Lakini asubuhi ya leo neno la Bwana linatukumbusha Yesu pekee ndiye anayeweza kututua mizigo, na anapotutua mizigo tunakuwa na nguvu ya kwenda. Kama wale wingu la mashahidi tuliowatazama, hawakwenda kwa sababu walikuwa na nguvu. Tunapoenda kuomba asubuhi ya leo, pamoja na yote ulionayo, mwambie Baba akusaidie. Ile mizigo ulionayo akutue, alafu mtazame yeye kwa ajili ya wokovu wako. Tunapoenda kuomba, wangapi wanaosema Mungu nisaidie? Wakati tukileta maombi yetu pamoja na sadaka zetu kwa Bwana, tunaosema Mungu nisaidie. Hitaji langu sio kupona tu ugonjwa katika dunia hii. Hitaji langu sio utajiri peke yake. Hitaji langu sio kuishi maisha ya raha, hata kama nitayakosa, ila unisaidie mizigo isiwe sehemu ya safari yangu, kwa sababu mimi ninautazama wokovu ambayo ndiyo ajenda ya msingi. Ikiwa kama yupo mtu mahali hapa tunapoomba, naweza kusimama. Naweza kusimama unapoleta maombi yako. Tuleta maombi na tutabaki hapa mbele kwa ajili ya maombi. Leta maombi yako, leta sadaka zako kwa Bwana tunapoenda kuomba katika masaa ya asubuhi. Tusogee. Tunangoja kumsubiri mwenzetu akiandika na kuleta maombi. Ni wakati wa kufungua moyo wako kwa Bwana. Kitazama safari yako ya imani katika mashindano haya, katika mbio hizi, kitazama mwendo wako. Ni mzigo gani ambao unaikwamisha safari yako? Ni mzigo gani ambao unakufanya usimtazame Kristo? Jambo gani? Mweleze Mungu. Inawezekana ni katika hicho kitanda cha hospitali. Mweleze Mungu. Katika huo usafiri, mweleze Mungu. Na yeye amesema twende kwake. Hasemi twende tukiwa tumeshatua mizigo yetu, maana hatuna mwingine wa kututua. Anasema twende na mizigo yetu, alafu atatupumzisha. Naomba tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, asante kwa wema wako katika maisha yetu. Tunakushukuru sana kwa upendo wako. Neno lako tumelisikia tena asubuhi ya leo. Naam, neno la uzima. Tulipolisikia neno lako, tuliposikia ukituita, tumekuja tukiwa na mizigo mizito. Tamanio letu ni wokovu wa roho zetu na nafsi zetu. Tumekuja mbele zako Baba. Umesema utatupumzisha. Ninakusihi kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ana mzigo mzito mahali hapa, ama anayeabudu nasi kwa njia ya mitandao. Mizigo mizito.
ambayo kila anapopiga hatua anaanguka, anashindwa kutazama wewe, lakini kwa neno lako amesema, Baba umtue mzigo. Ninakuomba mimi mtumishi wako, Mwenyezi Mungu, kubali kumtua mzigo mtu mmoja mahali hapa. Vile vifungo vya mwovu miguuni, mikononi na mizigo mabegani inayotufanya tushindwe kupiga vita vya imani vema, kupitia wingu la mashahidi na neno lako la asubuhi ya leo, tunaomba kwa sababu wewe una mamlaka ya mwisho na unaweza kufungua hata minyololo ambayo shetani ameifunga. Ninakusihi na kukuomba Mungu, ufungue kwa mtu mmoja mahali hapa. Ufungue minyololo yote, ukate kamba zote, umfanye kwa huru, huru tena huru kweli kweli. Natamka baraka kwa ajili ya watoto wako wanapoondoka mahali hapa kwenda kwenye majukumu yao. Neema yako iambatane nao. Ubariki kazi zao, ubariki biashara zao, wajalie